mjumbe wa kamati ya maadili ya chama chetu kwa muda wa kutosha. Lakini kama ulivyosema, alianzia kazi umoja wa vijana wa CCM akiwa naibu katibu mkuu, akiwa afisa tu, baadaye akaenda kuwa mkuu wa wilaya. Kama kuna watu wamepoteza CCM, tumepoteza mtu wa maana, mtu ambaye alikuwa amekulia chama hichi, anakijua. Ukiwatafuta watu 5 wanaijua CCM waliokuwepo, Lukuvi alikuwa mmoja wapo. Alikuwa anajua CCM sana, na ni mtu ambaye sisi vijana tulikuwa tunakwenda kumuuliza mambo ya CCM, na alikuwa haoni shida kukueleza, kwambia tulikuwa tukifanya hivi, tukienda huku, tukienda huku. Kwa hiyo pamoja na watu wengine, serikali na wananchi, lakini Chama cha Mapinduzi kimepoteza mtu. Na mara ya mwisho nilipokuwa nikizungumza naye wakati akitafakari kustaafu ubunge, alikuwa anasema nitayatumia maisha yangu yaliyobaki kuishukuru CCM, kwa sababu anasema bila CCM nisingekuwa hapa. Kwa hiyo mimi kwa muda ambao nimekaa naye kwenye chama, tumepoteza mtu ambaye alikuwa anakijua chama, anakipenda chama hichi sana. Kwa CCM imepata pigo kubwa sana. Kwanza kama unakumbuka kwamba alikuwa kwenye kamati ya maadili. Kwa hiyo yeye alianza kushughulika nao kule kwenye vikao vya ndani. Lakini baadaye tukaenda secretariat na tukahamia kwenye kamati kuu. Na ukumbuka mchango wa Lukuvi kutufanya tufanye maamuzi kwa sababu ya uzoefu wake. Lakini Lukuvi alikuwa anaweza kukwambia maneno magumu lakini kwa lugha rahisi. Kwa hiyo nakumbuka kwenye kamati kuu ile mchango wa Lukuvi kuivusha Chama cha Mapinduzi, na nyinyi mnajua ulikuwa haukuwa mchakato rahisi sana, lakini alikuwa anaaminiwa na mwenyekiti wa chama wakati ule Mheshimiwa Kikwete. Na kwa hiyo yako maneno aliyoyasema kwenye kamati kuu ambayo yalisaidia kufikia uamuzi tuliouchukua na mpaka tukampata mgombea. Na sijui kama mnajua, Lukuvi ni katika marafiki wa karibu wa mgombea wakati ule ambaye kuja kuwa rais, Dr. Magufuli. Lukuvi alikuwa rafiki yake sana. Mimi nimekaa naye kwenye baraza la mawaziri. Lukuvi alikuwa anaweza kumwambia lolote Magufuli na wakaelewana. Lukuvi alikuwa anaipenda kazi yake kuliko anavyojipenda mwenyewe. Ndio maana na ndio maana nadhani waziri mkuu amesema kwamba pamoja na kwamba afya yake ilikuwa ina mgogoro, lakini hakujali afya yake zaidi. Aliamua kwenda akacheki afya yake, akaja akaendelea na kazi. Na ndio maana hata kifo chake kimetushtua, kwa sababu watu tuliomuona na tukataniana. Mimi alikuwa ananiita Toto Tundu. Naambia wewe Toto Tundu kwa sababu amenilea ndani ya chama. Tumetaniana